بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. Ndugu zangu watukufu wa Islam, awali ya yote lazima tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kutukutanisha tena hapa kwa mara nyingine kwa ajili ya kuambizana mambo ya kheri, mambo ambayo pengine yanaweza kututoa sehemu moja kutupeleka katika sehemu nyingine, na hii ni taufiki yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lengo ni kujaribu kufikisha kile ambacho Mola Subhanahu wa Ta'ala ametaka wafikilishwe watu. Kwa nini? Kwa sababu tumeitwa kuwa ni umma bora kwa kazi hiyo. Kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mmekuwa ni umma bora uliotolewa kwa watu kwa sababu mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya. Na hili ndio lengo la sisi kusoma. Hatukusoma kwa lengo la kutafuta chochote katika dunia hii ila kuwaambia watu maneno ya kheri, kuwa nasihi watu, iwe ni sehemu katika mizanu hasanatina. Ambacho tumekusudia kusema leo kwa ufupi na kuiambia jamii na hadhira ni kunako kuipenda Qur'an na kushikamana nayo Qur'an, kwa sababu imethibiti ile aya iliyosema inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wangu mimi wameifanya hii Qur'ani ni yenye kuhamwa. Hawaitaki. Watu wamekuwa wakidili na mambo mengine, wakishughulika na mambo mengine, lakini hawashughuliki na Qur'ani, hawajipendekezi na Qur'ani, hawaitilii umuhimu wala maanani Qur'ani. Imefikia mwanadamu hata akiwa kwenye simu, labda yuko YouTube, yuko Insta, yuko TikTok, wakati ana peleka zile pictures zinakwenda, inakuja hii anayoipenda, inakuja hii anayoipenda, utokea bahati mbaya ikaja ya Qur'ani ghafla, alafu akuiita, lakini imekuja tu, basi uichukulia ni katika zile ambazo zimempotezea muda na kuiondoa haraka sana, tena hata angoji ianze kusoma. Hii yote ni kuonesha kwamba Qur'ani haipo katika mioyo yetu. Lakini Qur'ani ni mwongozo, Qur'ani ndiyo katiba ya sisi Waislamu. Qur'ani ndiyo kitu ambacho kinapaswa sisi kushikamana nacho. Mtume anasema katuachia vitu viwili tu, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, katika riwaya ya kwanza. Katika riwaya nyingine lan tadillu in tamassaktum bihima. au ma tamassaktum bihima,
Mtume anasema taraktu fikum amraini, nimekuachilieni nyie mambo mawili tu, mambo mawili nimewaachia. Lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, hamtopotea milele. Katumia lan nyuma ya fi'lu al-mudhari, kwamba hamtopotea milele. In tamassaktum bihima, endapo mtashikamana na vitu viwili hivyo. Yani watu wakishikamana na Qur'ani, watu wakishikamana na sunna, yani hadithi za Mtume, Mtume anaahidi watu hao hawatopotea milele. Na mbele ya hadithi mwenyewe kasema kitab Allahi wa sunnati wa fi riwaya wa itrati, na kuachieni kitabu cha Allah na mwenendo wangu mimi Mtume Muhammad. Kitabu cha Allah na watu wangu, katika riwaya nyingine, ili tuweze kuongoka, ili tuweze kuwa watu safi, watu wenye kuijali jamii vizuri, wenye kuishi na jamii vizuri, watu wenye thamani mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tushikamane na Qur'ani na tushikamane na hadithi za bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah wakati ametuumba, zama amemuumba Nabiyullahi Adam, mzee wetu, alivifanya yale aliyoyafanya ya kiutu, yanayodhihirisha ubinadamu na uadamu. Alimwambia, sasa nakushusha kwenda duniani, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Hii ni kwa mujibu wa suratul Baqara. Katika suratu Taha Mola amesema qul nahbita minha jami'a, tukasema shuka wewe na mkeo, lakini huko mnakokwenda yatiyannakum minni huda, tutawaletea uongofu huko, tutawaletea muongozo huko. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, yoyote mwenye kufuata muongozo huo, uongofu huo, hatopotea wala hatopata tabu. Fala yadhillu wala yashqa. Kule kwenye Bakara amesema faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, atakayefuata muongozo wangu hatakuwa na uoga, hatakuwa na hofu, wala hatakuwa na huzuni. Kwa ili uondokane na huzuni kwenye dunia hii, ili uondokane na uoga kwenye dunia hii, ili uwe na maisha mazuri yenye kuridhiwa, moja ya sababu ni kuifuata Qur'ani ipasavyo. Lakini sisi leo tumeiweka Qur'ani nyuma ya migongo yetu na tumeiacha kabisa, wala hatuijali. Inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, Mtume anasema watu wangu wameifanya hii Qur'ani ni yenye kuamwa, hawaitaki kabisa. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tushikamaneni na Qur'ani, tujisogezeni karibu na Qur'ani, tujiwekeni karibu na Qur'ani, ili litatuokoa katika maisha ya dunia na maisha ya akhira. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema inna Allaha yarfa'u bihadha alqur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin, hakika ya Allah atawainua kupitia hii Qur'ani watu wingi, na wengine atawabwaga, wengine atawaangusha, wengine atawadondosha. Kwa maana moja tu, wako watu wingi bihadha alquran rafa'ahumullah, Allah amewainua kupitia hii Qur'ani, na wako watu wingi bihadha alqurani qasamahumullah, Mola amewavunda, amewavunja, amewaharibia mambo yao. Kwa sababu gani? Wameifanya Qur'ani sio msingi kwao, ilhali wao ni Waislamu.
ukitaka kufaulu kuliko kuwa salama, kufaulu kwa kweli ni atamassuku bikitabillahi, ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na haiwezi kukamilika imani yako kama hujaamini kitabu cha Allah na hujakifuata, haiwezi kukamilika. Katika arkanul imani kuna an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal Qur'anu min kutubihi, na Qur'ani ni miongoni mwa vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo haiwezi kukamilika imani yako ya kweli kama hutoshikamana na Qur'ani, kama hutoiamini Qur'ani, kama hutoifanya Qur'ani kuwa ndio katiba yako na ndio mwongozo wako. Na ukiitakidi ukafanya kweli kwamba Qur'ani ndio mwenzio, ndio rafiki yako, ndio muunisa kwako, ni wazi kwamba maisha yako yatakuwa mazuri. Mwenyezi Mungu atakuongoza, atakuonyesha njia nyingi za mambo. Kwa sababu gani? Amesema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bihadha alqur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Mwenyezi Mungu anawainua kupitia Qur'ani hii watu wingi sana, na wengine wingi anawavunja kupitia Qur'ani hii kwa kuiacha. Wako watu duniani ili watosha Qur'ani kuwa ni kila kitu kwao. Wako watu duniani ili watosha Qur'ani kuwa ndio rafiki kwao. Wako watu duniani ili watosha Qur'ani kuwa ndio mfumo mzima maisha yao. Aina humul an? Sasa hivi hao wako wapi? Sisi ni kina nani na wale ni kina nani? Mpaka sisi tuione Qur'ani kama gazeti, wale waichukulie Qur'ani ndio kipao mbele. Alasna muslimin? Kwani sisi sio waislamu? Alasna mu'minin? Kwani sisi sio waumini? Ni kuombeni pamoja na kuiomba nafsi yangu kwenda kuifanya Qur'ani kuwa ndio msingi mkubwa kwenye maisha yetu. Fi kulli amrin, katika kila jambo. Na hapo utakuwa ndio mwanzo wa kufaulu kwetu, na hapo utakuwa ndio mwanzo wa kuyaendea mashukio yaliyokuwa mazuri fi yaumina hadha ila yaumi alqiyama wa fi darina hadhihi ila dari almuqama. Lazima tukubali kwa Qur'an ndio kila kitu. Wako watu Qur'ani iliwatosha kwenye mambo ambayo kwamba wengine hawakudhani kwa Qur'ani hapa ingetosha. Mmoja katika at-tabi'in anaitwa Rufai' ibn Mahran rahmatullahi ta'ala alayhi. Walikuwa at-tabi' Rufai' ibn Mahran. Huyu bwana alikuwa mpenzi wa Qur'ani mno, alikuwa anaipenda Qur'ani mno, lakini Qur'ani kwake ilikuwa ndio kila kitu. Akijisikia kupiga story uchukua Qur'ani kusoma katika sura za visa vile visa, ujihisi kama anaongea na mtu. Akitaka kupumbaa uchukua Qur'ani anasoma kwenye aya zile ambazo kama zinampumbaza mtu. Kila kitu uona kwa Qur'ani yeye inamtosha. Hata siku moja alikuja kupata maradhi ambayo madokta wake walisema akatwe mguu. Na zama zile Waarabu, ukiwa umepata maradhi ya kukatwa mguu, wanakunywisha pombe nyingi sana, ili wanapokukata mguu usisikie maumivu sana. Wanaamini kwamba ukinywa pombe sana, wanapokukata mguu au kidole au sehemu yoyote, maumivu sio sawa na mtu ambaye hajakunywa pombe. Kwa ilikuwa ndio kama ganzi yao hivi, au ndio kama kaputi yao. Akaletwa mwanachuo mkubwa huyo Rufai' ibn Mahran rahmatullahi ta'ala alayhi. Mguu umeharibika, watakiwa ukatwe. Madokta akasema mnyisheni pombe, ashribuhu alhamra, mnyisheni pombe. Rufai' ibn Mahran rahmatullahi ta'ala alayhi akakataa kunywa pombe, akasema siwezi kunywa pombe. Akaambiwa, vipi huwezi kunywa pombe wakati unataka ukatwe mguu
na ili ukatwe mguu usisikie maumivu mingi, at least unywe pombe. Akasema siwezi kunywa pombe. Asema hunaka shay'un askaru min an tushribuni khamra. Asema kuna kitu kwangu mimi kinalevya zaidi kuliko nyewe kunipa pombe. Watu wakashangaa, kinacholevya ni pombe tu, mahamakani vyovyote atakavyokuwa, kinacholevya ni pombe katika zama zao zile. Basi ipewe jina lolote, lakini lazima itakuwa msingi wake ni pombe. Asema kuna kitu kinamlevya kuliko hii pombe na kinamlevya zaidi. Asema naam, kuna kitu mimi kinanilevya zaidi kuliko pombe, kinifanyia hicho nitalewa, mtanikata mguu, sitosikia maumivu. Akaambiwa kitu gani? Akasema nitafutieni msomaji wa Qur'ani anayejua Qur'ani vizuri na anayekuwa na matamshi mazuri. Kifupi ni alqari'ul mutqinu. Alqari'ul mutqinu ni mtu ambaye kwamba ana itqani mzuri fi lafdhi alqur'ani, lakini pia sauti yake ni mzuri. Mniletee msomaji wa aina hiyo, Qur'ani anaipata uzuri na sauti yake mzuri kabisa, kisha asome Qur'ani mbele yangu. Akisoma Qur'ani, mtakapoyaona macho yangu yamekuwa mekundu na yameelekea juu, itta'u saqi waf'alu ma tashaun, hapo sasa kateni mguu wangu mfanye mtakavyo. Na zama zile wasomaji wa Qur'ani hawatafutwi kama zama zetu hizi za leo. Ukisema nina shughuli yangu nahitaji msomaji wa Qur'ani, utachoka wewe. Kuna wasomaji maarufu kwa maarufu katika dunia yetu. Nchi yetu ni maalfu min alqurra'i almujawidun almurattilun, wingi tu. Kwa haikuwa kazi kutafutwa msomaji wa Qur'ani kwenye zama zake mzuri, mwenye sauti mzuri, mwenye Qur'ani mzuri. Akapatikanwa, akaletwa mbele ya Al-Sheikh Rufai'u ibn Maharani rahmatullahi ta'ala alayhi. Akasoma Qur'ani yule msomaji, sauti mzuri, makharij mazuri, ahkamu tajwidi zinapatikana vizuri. Sheikh Rufai'u ibn Maharani akawa anasikiliza, mwisho akaonekana macho yake yamekuwa mekundu na yameelekea juu. Wale watu wakasema ule wakati aliosema ndio huu, alaina an naqta saqa, sasa ni juu yetu kukata mguu wake. Sasa tukateni mundi, muda ndio huu. Wanasema muarrikhun, watu wa tarikh, amekatwa mguu Sheikh Rufai'u ibn Maharan, hakusikiwa kusema hata yani punje ya maumivu hakuipata. Kwa nini? Kana yastami'u alqur'ana, ilikuwa anaisikiza Qur'ani wakati anakatwa mguu. Kwa hiyo hakuna kitu kitamshughulisha kwa kuwa anasikiza Qur'ani wakati anakatwa mguu. Wewe na mimi sio kukatwa mguu. Ikisomwa Qur'ani, wewe wasikiliza Qur'ani, alafu kuna gari ikapita tu ya matangazo, yale matangazo utaelewa sana yote kuliko Qur'ani inasomwa. Kwanza kukatwa mguu ni mbali sana huko. Isomwe Qur'ani, kuna watu wanaongea umbea hapo ukuta wa pili na unawasikia, huo umbea utausikia vizuri sana kuliko hii Qur'ani inasoma mbele yako. Hii ni kuonyesha Qur'ani haipo katika nyoyo zetu. Qur'ani haipo katika mitazamo yetu. Qur'ani haipo katika nafsi zetu. Na tutambue kwamba moja ya alama ya kuwa mtu ana imani ya kweli ni pale anapoisikia Qur'ani inasomwa, imani yake ikazidi. Mola amesema katika suratu Al-Anfal, asema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim
wa maghfiratun wa rizqun karim. Mola yuwasema innamal mu'minun, hakika si vingine muumini wa kweli, waumini wa kweli, idha dhukira Allah, pindi anapotajwa Allah, wajilat qulubuhum, nyoyo zao upatwa na hofu, wa idha tuliyat alaihim ayatuh, na zinaposomwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hinama yastami'una alqur'ana, man idha tuliyat alaihim ayatuhu, ni ule wakati wanasikiza Qur'ani, zadatuhum imana, imani zao huwa zinazidi, wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao mlezi wanategemea. Sasa wewe ni nani? Ni katika wale ambao wakisikia Qur'ani imani inazidi? Ni katika wale ambao wakisikia Qur'ani hawawezi kupatiza jambo jingine lolote? Ndio wewe? Au wewe ni ule ambaye Qur'ani kwako ni kitu cha ziada sana, baada ya vyote ndio Qur'ani? La, tunatakiwa kuwa baada ya Qur'ani, baada ya Uislamu, baada ya Allah kwa ujumla na yale yote ambayo ni ya Allah, ndio vitu vingine vifuatie. Tusiwe baada ya vitu vyote ndio Allah na yale yanayomhusu Allah. La, utakuwa huo si Uislamu mzuri. Kwa tunahusiwa na tunaambiwa na tunatakiwa kwa ulazima wa dini kabisa kuwa karibu na Qur'ani, kuiheshimu Qur'ani, kuipa kipaumbele Qur'ani. Hata wale watu wanaosoma, na kwa bahati mzuri na mimi ni mwalimu, kwa bahati mzuri na mimi ni mwalimu wa madrasa, marhala ibtidai, marhala mutawasita, marhala thanawi. Tunao wanafunzi hao wengi tu, na kila mwaka wana graduate, wanatoka wanakuja wengine hivyo hivyo. Lakini moja ya ugonjwa tunaouona ni watu kutokuipa kipaumbele Qur'ani. Wanafunzi wanakuwa interested sana katika masomo ya lugha. Mwanafunzi anapenda sana awe minan nuhat, awe katika wanachuo wa nahau, anapenda awe minas sarfiyin, awe katika watu wa sarfa, anapenda awe minal bulaghai, katika wanachuo wa balagha, anapenda awe minash shuarai, katika wanachuo wa arudhi. Lakini mwanafunzi huyo ambaye ameshiba nahau, ameshiba sarfu, ameshiba faraidhi, ameshiba balagha, ameshiba miqati, msikilize Qur'ani yake sasa. Msikilize Qur'ani yake, mbovu kabisa. Yani kama vile wazazi wao waliwapeleka madrasa kwenda kuchukua mabalagha na masarfu na manini. Hatusemi kuwa asisomwe, yana umuhimu mkubwa na yasomwe na tunayasomesha, lakini tutambue kwamba Qur'ani ndiyo msingi wa hayo yote. Kama utajua hayo yote lakini Qur'ani yako ni mbovu, huna kitu. Na sio kila asomaye Qur'ani wapata thawabu. Kuna watu wanasoma Qur'ani wanalaaniwa. Tutakuwa tutambue hayo. Kwa hata msomaji wa Qur'ani watakiwa Qur'ani uipate vizuri. Mtume kasema rubba rajulin an yaqra al-Qur'ana wal Qur'anu yal'anhu. Rubba rajulin, uenda mtu an yaqra al-Qur'ana, akasoma Qur'ani baada ya kuwa apate thawabu, lakini ikawa wal Qur'anu yal'anhu, Qur'ani ikawa inamlaani. Wasoma Qur'ani kwa lengo la kupata thawabu, lakini badala yake baada ya kupata thawabu Qur'ani yenyewe inakulani. Kwa nini? Uisome Qur'ani kama unzila, kama ilivyoshushwa, alama tuluqiya min alhadarati an-nabawiyyah al-sahihah. Husomi vile kama ilivyopokelewa katika hadhara za mtume. Mtume alivyokuwa akisikiwa akisoma mbele za masahaba, husomi kama vile, ima kwa sababu utaki tu, au mwalimu wako hana kiwango hicho cha Qur'ani. Ala kulli halin, na niwaambie, si dhambi, si kosa mwalimu wako ikiwa hajui Qur'ani vizuri, anapata masomo mengine vizuri. Sio dhambi hayo masomo mengine ukasoma kwa mwalimu wako, Qur'ani nzuri ukaisoma kwa mwalimu mwingine, hakuna dhambi. Lakini usikubali kuwa una elimu kubwa pana Qur'ani yako mbovu. Ukiingia kibla ni miujiza, ni vituko. Usikubali. Lazima tuipende Qur'ani na tuichukulie ndiyo kipaumbele chetu. Kwa mwanafunzi ahakikishe somo la Qur'ani
ndio analipa kipaumbele. Tilawatan wa tafasira, kusoma na kutafsiri, awe analipa kipaumbele somo la Qur'ani mwanafunzi. Kwa sababu gani? Ndiyo msingi wa mzazi wako kukupeleka madrasa, amekupeleka ukasome Qur'ani. Na wenyewe wazazi wa Kiswahili wanatuambia maneno yao, bora ukasome Qur'ani angalau nikifa uniombee Mungu. Lengo lake ni Qur'ani, pengine akifa utakuja kumsomea hiyo Qur'ani imnufaishe, pengine kama wanavyosema baadhi ya wanachuo kama Qur'ani inaweza kumnufaisha mtu ambaye amekufa, na wengine wakasema Qur'ani haimnufaishi mtu ambaye amekufa. Lakini wazazi wengi wenyewe wa Kiswahili wanatuambiaga hivyo kwamba kasome hiyo Qur'ani, labda nikifa utakuja kuniombea. Soma Qur'ani kwa sababu Qur'ani ni wajibu wa Muislamu kuitambua. Mambo ya kuombeana ni baadaye, lakini soma kama ni wajibu wa kuitambua na kuijua, ni wajibu wako. Sasa hili gogoro na tabu ya watu kutokuijali Qur'ani sio katika majumba tu, sio katika maofisi tu, lakini hata madarasa pia wanafunzi huvutiwa sana na masomo ya lugha, masomo mengine ya kihistoria na vitu kama hivyo, lakini mwanafunzi Qur'ani anaona kitu cha ziada. Kwa kumpata mwanafunzi wa thanawi amebeba balagha, usulul fiqh, mantiki, sira, nahwu, sarfu, faraid, miqat, lakini Qur'ani yake mbovu, si ajabu kwetu. Kwa jamii sasa hivi sio ajabu, lakini laiti wangelijua ni bora wangelikosa yote wakapata Qur'ani tu, ingelikuwa kwao ni jambo jema zaidi. Hatusemi kuwa hayo masomo yote yasisomwe, lakini wasahau wajibu wa kwamba madrasa imeitwa madrasa kwa nembo ya Qur'ani, imeitwa madrasa kwa lengo la Qur'ani, na mzazi wako anakupeleka madrasa ukasome Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ni kitabu kinachoisha, ndio unaendelea kusoma na masomo mengine na elimu nyingine, lakini kwanza inakuwa ni Qur'ani. Basi nitoe wito kwa wanafunzi wote katika manahiji zote wahakikishe somo la Qur'ani wanalipa kipaumbele. Somo la Qur'ani wanalifuatilia ipasavyo. Na kuna watu wanadhani somo la Qur'ani ni fupi tu, ukisoma Hidayatul Mustafidi itakuwa Qur'ani ushamaliza, au ukisoma Ahkamun Nadhariya fi wa Mulahadhat al-Amaliya at-Tatbiqiyya, ukisoma kitabu hicho kutakuwa ushamaliza Qur'ani. La, somo la Qur'ani ni somo pana, kuna maqurra'u wingi, kuna aujuhul qiraati nyingi, watakiwa mtu uzijue. Kwa licha ya kwamba Waislamu wote kwa ujumla wao watakiwa waishike Qur'ani, lakini pia wanafunzi madrasa somo la Qur'ani walipe kipaumbele. Ugonjwa mwingine tunaouona katika madarisi na maahidi za Kiislamu, hata walimu pia somo la Qur'ani hawalipi kipaumbele. Lau utawaita walimu leo hii, waite walimu tu, labda umefungua madarasa yako wataka walimu 15, alafu waite watu hao walimu, waite, wakishakuja waambie kila mwalimu achague somo lake tu, hatuna interview, kila mwalimu achague somo lake. Unaweza ukakosa mwalimu wa Qur'ani, unaweza ukakosa mwalimu atakayesema mimi nitasomesha Qur'ani, unaweza ukamkosa. Walimu 15 wote, huwa atachukua sarfu, huwa atachukua nahwu, huwa atachukua kila somo, kila mmoja aonekane yeye bingwa kwenye ulumu hizi, lakini unaweza ukamkosa mtu atakayesema mie nitakusomeshea Qur'ani chuo chako, unaweza ukamkosa. Hii ni nini? Hii ni namna ya kuihama Qur'ani. Inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Hii ni moja ya namna ya kuihama Qur'ani, kuona hata kwenye kusomesha kwako Qur'ani pia huipi kipaumbele, wachagua wale masomo ambayo atakufanya wewe uonekane mwamba. Kwangu mimi hakuna somo ambalo nahisi linaweza kunifanya mimi ni mwamba kushinda Qur'ani. Hakuna. Kwa nini? Ndiyo somo pekee ambalo unasomesha maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyashusha kwa mtume wake, lakini ndiyo somo pekee ambalo ukilisomesha kila herufi ya msomeshaji ina thawabu, na kila herufi ya anaitikia kule kusomeshwa ina thawabu. Tuipe kipaumbele Qur'ani. Wanafunzi
ichukulieni Qur'ani katika masomo ya umuhimu, na walimu nanyi ichukulieni Qur'ani katika masomo ya umuhimu. Wanafunzi msikimbie Qur'ani kwenye kusoma, na walimu msikimbie Qur'ani kwenye kusomesha. Na nasema haya kwa sababu naona na ninajua, na kwa sababu mimi nafanya ziara madarasa nyingi mno hapa Tanzania, nyingi mno, maahidi na madarisi nyingi mno Tanzania. Hapa nafanya ziara ukanda wa pwani huu na bara kote mimi nafika, lakini ugonjwa ninaogundua watu wanakuwa interested kwenye masomo mengine, kwenye Qur'ani inafanywa kama ziada, upelekea mtoto kuchukua cheti cha thanawi Qur'ani hajui. Tushikamaneni na Qur'ani. Inna Allaha yarfa'u bihadha alqur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin, Mwenyezi Mungu anawainua kupitia hii Qur'ani watu wingi na wengine wingi anawavunja kupitia hii Qur'ani. Namna unavyoibeba Qur'ani kwa ikhlasi itakuinua, namna unavyoiacha Qur'ani kuiona kuwa ni ya ziada, haina umuhimu kwako, itakuvunja tu. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.